Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 ulitokea tena uhalifu, watoto kutekwa na kuuawa. Tunakumbuka hiyo, mtu mmoja kupigwa risasi kwenye makazi yake, wengine kwenye kazi zao, na utekelezaji wa majukumu yake mmoja uliathirika sana kutokana na sitofahamu hiyo iliyokuwa inahusisha mtu mmoja kulengwa na kuuawa. Mtakumbuka waliuawa wenye vitu wa vijiji kwa wilaya za Pwani, watakumbuka vizuri jambo hili, vitongoji, mitaa, na mbaya zaidi wengine walikuwa wanalengwa kwa nafasi zao na kwa itikadi zao. Wenye viti wa CCM wengi tulishuhudia pia miili kwenye magunia, mifuko ikiwa imetupwa baharini. Mheshimiwa Spika, nasema haya na ni mabaya kuyataja kwa sababu familia zilipoteza watu wao, lakini nayasema kwa sababu watu wakumbuke kwamba tumewahi kupita vipindi vya aina hii, na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Spika, vilikomesha uhalifu wa aina hii. Havijawahi kushindwa. Vilikomesha uhalifu wa aina hii wa vikundi na wa mtu mmoja, na makao yao walipokuwa wameyaweka ndani ya nchi walikimbia, na wengine walikutana na mkono wa sheria. Vyombo vyetu havijawahi kushindwa. Mheshimiwa Spika, hata sasa vimeanza kujitokeza viashiria vya uhalifu kama huo ambavyo kimsingi havipaswi kupiganwa kwa kupeleka vikosi wala kupiga kampeni wala kusema tunapigana vipi, kwa sababu hii ni tofauti na vita ya vikosi kwa vikosi. Mheshimiwa Spika, tukiendelea kunyosheana vidole vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, tutaacha adui aendelee na uhalifu huku sisi tukiendelea kushughulikiana sisi kwa sisi. Hili si jambo lenye afya kwa taifa letu. Isichukuliwe kuwa serikali imezuia watu kusema, wala isichukuliwe kuwa serikali haichukui hatua dhidi ya uhalifu. Ninachokisema Mheshimiwa Spika ni kwamba vita vya aina hii, nimetaja miaka yote na maeneo yote na muda wote ambao vilikuwa inatokea, vilipiganwa kwa intelijensia. Hivyo ni wasii wa Tanzania wenzangu, tuviache vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vifanye kazi yao.